Kwa nini watu hawapendi kujifundisha kitabu cha Ufunuo? Ni kwa nini watu wengi hawavutiwi kujifundisha habari zilizoko au ujumbe ulioko ndani ya kitabu cha Ufunuo? Bwana asifiwe. Watu wengi, watoto wa Mungu, hawapendi kabisa kujifundisha wala kusikiliza ujumbe ulioko katika kitabu cha Ufunuo. Jumuiya ya watu wengi, watoto wa Mungu, ujumbe ule ambao ungewasaidia katika maisha yao na kuwaletea baraka, hasa wakati kama huu tulioko, ambao ni wakati au ni nyakati za hatari, kwa sababu tuko katika wakati wa giza la kiroho. Kitabu cha Ufunuo kingekuwa ni kitabu ambacho kingekuwa baraka kubwa sana kwa watu wa Mungu ambao wanaishi chini ya neema. Bwana asifiwe. Yaani, Yesu anatamani sana watoto wake waishi kwa sawasawa na neema ile ameachilia, ili tuweze kuona na tuweze kufurahia baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini watu wengi wanaishi, lakini wanaishi wakiwa chini ya neema. Yaani, imani haina furaha. Watu wengi hawana furaha, na hata wakati mwingine hawana matumaini iliyo kamilifu. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 fungu la 3, neno la Mungu linasema hivi: amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na wamebarikiwa wale wanayoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliandikwa humo, kwa sababu wakati umekaribia. Haleluya! Kumbe kitabu cha Ufunuo kimeweza kuandikwa kwa sababu yangu, kwa sababu yako, kwa kuwa wakati umekaribia. Ni kitabu cha siku za mwisho, ni kitabu kinabeba ujumbe wa siku za mwisho. Kwa hivyo wale ambao wanajifundisha ndani ya kitabu cha Biblia, kitabu cha Ufunuo, Revelation, Biblia imesema watu wa namna hiyo wamebarikiwa, kwa sababu katika maisha yao siri nyingi Mungu anasifunua kupitia hiki kitabu. Bwana asifiwe. Ni kitabu ambacho kilistahili kila mtu muamini, kila muamini awe ameweza kuwa na wakati wa kukipitia na kujifundisha. Bwana asifiwe. Lakini hiki kitabu watu wengi hawakipendi. Shida iko wapi? Au mgogoro uko wapi? Bwana asifiwe. Ya kwanza, kitabu cha Ufunuo ni kitabu kinahitaji hekima na maarifa kukisoma na kukielewa, kwa sababu kitabu cha Ufunuo hauwezi ukakielewa moja kwa moja. Ni kitabu kinastahili ukuwe umejifundisha vitabu vingine ambavyo vinakuletea maana yaliyoko ndani ya kitabu cha Ufunuo, kwa sababu kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii, ni kitabu kinaelezea kwa njia ya unabii, halafu ni kitabu kimebeba siri za Mungu. Bwana asifiwe. Sasa kitabu cha Ufunuo ni matawi au ni muti, ni stemu, vile ambavyo tunavyoona muti na matawi yake na matunda yaliyoko, ndivyo kitabu cha Ufunuo kilivyo. Lakini muti, kumbuka, uko na kitu kinaitwa misisi. Misisi haionekani, lakini ipo. Bwana asifiwe. Hiyo misisi ndiyo inafanya muti uweze kusimama. Pasipo misisi haiwezekani muti kusimama, wala muti uwezi ukakua, kwa sababu misisi iko na kazi maalum ya kuletea rutuba muti ule ambao unaishi. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu kimejengwa juu ya vitabu vingine vya kiunabii kama vitabu vya Isaya,
Ezekieli na vitabu vingine vya kimanabii, lakini kitabu ambacho kimeweza kukua na nafasi kubwa ya kuweza kukua na ujumbe wa kuendelea au mizizi mikubwa ni kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli kwa mfano, Danieli alipokuwa anaona mambo ama alipokuwa anafasiriwa ndoto na malaika wa Mungu, baada ya kuletewa ndoto na Mungu, Bwana asifiwe, yaani kuletewa ndoto iliyokuwa na ujumbe wa pekee, lakini Danieli hangeweza kuelewa. Mungu wetu aliweza kumtuma malaika. Bwana asifiwe. Danieli sura ya 7 fungu la 28, neno la Mungu linasema, huu ndio mwisho wa jambo lile, nami Danieli fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini na liliweka jambo hilo moyoni mwangu. Danieli anasema ya kwamba baada ya kuwa na ndoto, alafu hii ndoto ikakunja ikafasiriwa na malaika wa Mungu, neno la Mungu linasema ya kwamba Danieli alitafakari, akatafakari mpaka akakosa majibu kuhusiana na kutafakari kwake. Yaani kitabu cha Danieli hakikuweza kufika mwisho wa mambo. Bwana asifiwe, kwa sababu anasema nilifikiri, nikatafakari ujumbe huu ambao Mungu ameniletea na ile taarifa ambayo nimefikishiwa na malaika wa Mungu kuhusiana na ndoto yangu. Bwana asifiwe. Ndipo anasema niliweza kutafakari mpaka fikira zangu zikafika mwisho. Lakini tena kitabu cha Danieli sura ya 12 fungu la 20, Danieli 12 fungu la 12 na 13, neno la Mungu linasema hivi: Eli angojaye na kusifikiri siku hizo 1335. Ujumbe unaanza kwa kusema Eli angojaye na kusifikiria siku hizo 1335. Ni siku fulani ambazo Mungu aliweza kumfichulia mtumishi wake Danieli katika ujumbe wake. Kwa hivyo kukakuwa kuna siku zilionekana na Danieli ambazo malaika wa Mungu alikuja na kumwelezea Danieli. Lakini fungu la 13 neno la Mungu linasema, lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule, maana wewe utastarehe nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo. Bwana asifiwe. Lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule. Kwa hivyo kitabu cha Danieli kilibeba ujumbe ulioanzia wakati wa Danieli mpaka siku za mwisho, lakini siku za mwisho zikawekwa zikiwa hasikuweza kuelezewa kwa kina, na ujumbe wa Danieli hukuweza kueleweka kwa kina. Bwana asifiwe. Lakini kitabu cha Ufunuo sura ya 22 fungu la 6 na 7, neno la Mungu linasema hivi: kisha akaniambia, maneno haya ni amini na kweli, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Na tazama, naja upesi. Heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ni ujumbe wa Mungu kwa watoto wake, ambao Mungu anasema ya kwamba ujumbe wa kitabu cha Ufunuo ulikuwa sasa ni ujumbe unastahili watu wa Mungu wajifundishe, kwa sababu wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo umekaribia. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo hakiwekwi katika mabana tena, hakifungiwi, bali kinafunuliwa. Ni ujumbe unaofunuliwa ili watu waweze kuelewa. Bwana asifiwe. Lakini ili uweze kuelewa, mpaka ukuwe na muda wa kuangalia
na kujifundisha vitabu vingine, kwa sababu kitabu cha Ufunuo mtu yeyote awezi akakifasiri kwa mawazo yake. Ni neno linajifasiri lenyewe kupitia maandiko katika sehemu zingine. Ufunuo 22 fungu la 11 na 12 vile vile neno la Mungu likaendelea kusema, mwenye kudhulumu na asidi kudhulumu, na mwenye uchafu na asidi kuwa mchafu, na mwenye haki na asidi kufanya haki, na mtakatifu na asidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana asifiwe. Yesu bado anasema watu ni wengi walio na tabia mbalimbali, ambao tabia zao au muonekano au mambo anayofanya ni tofauti tofauti, lakini kila kitu mtu anachokifanya Mungu atamlipa sawasawa na ujira wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo ya kwanza kabisa ni kwamba ni kitabu ambacho kinahitaji tukuwe na ufahamu ambao unatokana na vitabu vingine, hasa vitabu katika Agano la Kale, kwa sababu hivyo vitabu ndivyo vinatuletea maana ya mafungu mengine yaliyoko katika kitabu cha Ufunuo. Lakini tena pia katika Agano Jipya vile vile kuna mafungu fulani ambayo tukiyasoma tunapata kufasiriwa maana yaliyoko katika kitabu cha Ufunuo. Kwa mfano, sura ya 17 katika kitabu cha Ufunuo imeanza kutuletea taarifa, lakini hiyo sura ikakuwa na hali ya kujifasiri yenyewe. Hata sura ya 13 kuna ujumbe unaanza pale, na huo ujumbe tukiuangalia kwa makini tunakuta huo ujumbe unaeleweka, kwa sababu Biblia inataja maneno kwa lugha ya mifano, lakini vile vile inaweza kufasiri kufasiri maana ya mifano ile. Kitabu cha Danieli sura ya 7 na kitabu cha Danieli sura ya 2, hizo sura vile vile zimebeba maneno ambayo ni maneno ya mifano, lakini mwisho wa siku ujumbe ulioko mahali pale malaika anaufasiri au Mungu anamwezesha mtumishi wake Danieli kuelewa kufasiri unabii wa mtu mwingine, naye vile vile ujumbe wake unafasiriwa kwa njia ya malaika, naye anaelewa. Kitabu cha Ufunuo, kitu ya kwanza, ni kingumu, kinastahili tuweze kukuwa na wakati wa kujifundisha vitabu vingine ili tuweze kuelewa. Jambo la pili ni gani? Jambo la pili, kitabu cha Ufunuo hakina upendeleo kwa mtu yeyote. Bwana asifiwe. Sura ya 2 na sura ya 3 katika kitabu cha Ufunuo utakuta kabisa neno la Mungu utakuta kuna makanisa 7 yaliyoandikwa mahali pale, na ukiangalia kwa makini hakuna kanisa ambalo halikupatikana na hatia. Bwana asifiwe. Yaani Yesu alikuwa anaambia kanisa, na yajua matendo yako. Anaanza kuelezea kuhusu hilo kanisa, anasema hivi na hivi na hivi na hivi, tena anamalizia kwa kumalizia na kutoa ushauri kile kanisa linastahili kufanya. Vivyo hivyo mtu kama yeye, mimi kama mimi, ninapojifundisha kitabu cha Ufunuo na kukielewa, ninaanza kufunuliwa mandundu zangu, yani madhaifu zangu, maovu zangu. Kwa hivyo watu wengi ambao hawataki kweli, watu wengi ambao hawapendezwi na kweli iliyoko ndani ya kitabu cha Ufunuo hawatapenda, kwa sababu kinajeruhi. Kitabu cha Ufunuo kinajeruhi. Sikiliza, kuna fungu katika kitabu cha Waebrania sura ya 4, kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 fungu la 12 na 13, ambapo neno la Mungu linasema fungu la 12, neno la Mungu linasema ati kwa maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu, lina makali kuliko upanga wowote wenye makali kuwili, hivyo linachoma hata kusigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyoko ndani yake. Tena
ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Fungu la 13, wala hakuna kiumbe chochote kilichofichika machoni pa Mungu, kila kitu kimefunuliwa na kila kiko wazi machoni pake, yeye ambaye kwake ni lazima tutatoa hesabu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu kwa jumla huwa linatuonyesha, huwa linatujeruhi hasa tunapokuwa katika njia ambazo sio njia za Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu haliwezi kuwa rafiki katika uovu na katika dhambi zako. Neno la Mungu linakupenda wewe, ndio maana linakufikia. Ndio maana Mungu anakufikia, kwa sababu anakupenda na kukudhamini. Bwana asifiwe. Mungu anakupenda na kukudhamini sana. Wewe unayenisikiliza, haijalishi ulizaliwa wapi, ulitoka wapi, haijalishi wewe ni mtu wa namna gani, lakini Mungu anakupenda sana. Ila kile anachokichukia kwako wewe ni dhambi. Dhambi iwezi ikampendeza Mungu. Dhambi, hakuna maovu yoyote ambayo yanaweza yakampendeza Mungu. Bwana asifiwe. Lakini wewe kama mtu, neno la Mungu linatuonyesha kwamba Mungu amekudhamini kuliko jinsi ambavyo anadhamini malaika zake. Je, ningetaka nidhibitishe hili jambo limesema kitabu cha Zaburi sura ya 8. Wacha tufike hapo tusikie haya maneno mafupi kuhusiana na jinsi ambavyo Mungu ameweza kuhakikisha mwanadamu ni tofauti na vitu vingine vyote alivyoumba, au hata malaika wake mwenyewe. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 8 fungu la 4, kuna kitu ambacho mwandishi anauliza, mwanadamu ni kitu gani hata unamfikiria? Haleluya. Kitabu cha Zaburi sura ya 8 fungu la 4, neno la Mungu linasema, mwanadamu ni kitu gani hata unamfikiria? Binadamu ni nani hata unamjali? Umemfanya chini kidogo kuliko viumbe wa mbinguni, ukamvika taji ya utukufu na heshima. Umemfanya mtawala juu ya kazi za mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Haleluya. Mifugo na makundi yote pia, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, kila kiogeleacho katika njia za bahari. Haya mambo yote yamewekwa chini ya mwanadamu. Malaika wa Mungu amewaweka chini ya mwanadamu, yaani ametuinua. Mungu akasema na tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Bwana asifiwe. Hili jambo lilishangaza viumbe wengine, malaika wakashangaa, na hata mwandishi wa Zaburi, ambapo wakati mwingine tunaona kana kwamba wacha nisikomenti hiyo. Wakati mwingine Mungu akipenda tutaweza kutafakari hilo jambo, wacha hilo tuliweke kwa wakati. Lakini nataka niseme hivi, yaani Mungu aliweza kumtukuza mwanadamu. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye ni mwanadamu duniani, Mungu anampenda. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu anapenda watu wote. Asilomu uko hai, uko nayo nafasi ya kubadilisha maisha yako, uko nayo nafasi ya kubadilisha njia zako. Kwa hivyo tulikuwa hapa tulipokuwa tunasema kuhusiana na kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu kinafunua siri za kila mmoja wetu. Mimi niko na madhaifu zangu, hiyo ndio kweli wa mambo. Mimi si mkamilifu, niko na udhaifu wa kwangu, licha na kuwa natamani siku baada ya siku Mungu aendelee kunitakasa. Sikiliza, neno la Mungu limesema ya kwamba na watakatifu wasiti kutakaswa. Kumbe utakaso ni jambo endelevu. Utakaso ni jambo endelevu. Wacha nisome hilo fungu tena katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, sura ya 22, samahani, fungu la 12, fungu la 11. Biblia imesema ati mwenye kudhulumu na asidi kudhulumu,
na mwenye uchafu na asidi kuwa mchafu, na mwenye haki na asidi kufanya haki, na mtakatifu na asindi kutakaswa, na mtakatifu asindi kutakaswa. Mimi na wewe Mungu ametutakasa, tumefanyika kuwa watakatifu mbele za Mungu kwa haki inayopatikana na Yesu Kristo, yaani kwa kumwamini Yesu, kwa kumkubali Yesu. Kama wewe umemwamini Yesu, kama umemkubali Yesu, tayari umefanywa kuwa mtakatifu. Lakini licha na kuwa ni mtakatifu, unayo mandundu, unayo machafu ambayo yanasindi kutakaswa, yanasindi kuoshwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo kinafunua siri za mioyo ya watu, udhalimu ulioko ndani ya mioyo ya watu, na uovu ambao tumeficha ndani yetu, na mambo yale ambayo yanaenda kinyume na njia za Mungu. Neno la Mungu linafunua hayo mambo. Likifunua, kama wewe haupendi kweli, uwezi ukavutiwa na maneno yaliyoko katika kitabu cha Ufunuo, kwa sababu ni kitabu kinachojeruhi kabisa ikiwa hatuko njia zinazostahili. Hakuna mtu yeyote ni safi mbele za Bwana. Ni kitabu cha Ufunuo hakina wasomaji wengi, kwa sababu Mungu si rafiki wa uovu. Mungu si rafiki wa dhambi, ila ni rafiki wa wenye dhambi. Nimesemaje? Mungu si rafiki wa dhambi kabisa. Hakuna wakati Mungu atakapokuwa ni rafiki wa dhambi. Lakini guess what? Lakini sikiliza hii, ni rafiki ya wenye dhambi. Yaani anataka watu wenye dhambi wajue upendo alionao, huruma alizonazo, neema alionayo. Yaani kwa neema nitawaokoa, si kwa sababu ya matendo yenu, ila ni kwa neema yangu na kwa ajili ya jina langu. Yaani kwa sababu ya kutuza status zangu, kwa sababu ya kutuza DNA yangu mimi kama Mungu, kwa kuwa nimekuumba kwa mfano wangu na kwa sura yangu. Mimi sasa, ili kutuza DNA yangu kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya jina langu, mimi ninakuokoa kutoka dhambini. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Mungu asindi kukubariki, nawe sindi kuvutiwa sana kunifuatilia katika ujumbe ambao Mungu ananisaidia kufikisha kwako. Mimi natumika tu kama chombo. Hata mimi ukimtafuta Yesu, na mimi namtafuta Yesu. Kwa hivyo sisi sote tunaendelea kutakaswa, lakini Mungu anapotoa nafasi, anapotupa kazi, anataka tukiwa katika nyumba yake, kuna zile kazi anataka tuweze kuzifanya. Mungu akubariki, akutende mema na akuonekanie katika njia zako zote, hasa unapotafakari. Nikimalizia na kusauli sana, ambia Mungu akupe neema na shauku na kiu cha kujifundisha kitu kinaitwa unabii. Unabii ni ushuhuda wa Kristo, na ushuhuda wa Kristo. Bwana asifiwe. Ni neno ambalo limeambatana na amri 10 za Mungu pamoja na ushuhuda wa Kristo. Mungu akubariki sana na kutende mema mpaka tupatane wakati mwingine. Amen. Amen.